ni mwezi sasa hivi sijamuona mtoto wangu, sijui anaishi vipi, sijui anakula nini, wala sijui analala vipi. Time Media leo tumeweza kufika Kinondoni Mwanamboka, eneo ambalo anaishi msanii wa maigizo anayefahamika kwa jina la Shamsa Omari, ambaye tangu Aprili 5 mwaka 2026 siku ya Pasaka aliweza kupotelewa na mtoto wake anayefahamika kwa jina la Tariq Adam, ambaye alikamatwa na watu ambao walijitambulisha kuwa ni maafisa wa polisi, lakini mpaka leo kijana huyu hajaweza kufahamika mahali alipo. Kwa majina naitwa Shamsa Omari. Mimi ni msanii wa maigizo Tanzania na pia ni mama wa mtoto mmoja. Mimi nimepotelewa na mtoto wangu. Mtoto wangu amepotea toka tarehe 5 mwezi wa 4 mwaka huu. Niliambiwa kwamba amekamatwa, alitoka, ilikuwa mkesha wa Pasaka. Alitoka na wenzie wakawa wameenda disco kutembea. Mwanao anaitwa nani? Ana umri gani? Na baada ya siku ya ngapi labda wewe ndio ulisi labda mtoto wako amepotea baada ya kutoka na wenzake, na jitihada gani hasa ambazo ulichukua mpaka kufikia siku ya leo? Mtoto wangu anaitwa Tariq Adam Salum Mazagara. Ana umri wa miaka 16. Kawaida waga mimi nawasiliana na kawaida kuwasiliana na mtoto wangu kila siku. Niseme labda ikipita labda siku moja au siku mbili, lakini mara nyingi waga nawasiliana naye. Kwa asubuhi au usiku lazima tuwasiliane. Kwa hiyo siku wa usiku ambao ndo siku ambayo yeye alikamatwa, usiku wake mimi niliongea naye, nilimpigia simu. Alikuwa anatakiwa aende Tabata, babake alikuwa anamuita. Baada ya kumkosa nikamjibu babake kama simpati nitamcheki asubuhi. Lakini yeye nilifanikiwa kuongea naye usiku huo, nikamwambia kwamba babako anakuita uende Tabata, yuko Tabata anakusubiria. Akaniambia sawa mama, nitaenda. Baada ya hapo alipokata simu, nikawa nampigia tena sikumpata. Kwa hiyo ilipofika asubuhi yake, siku ya pili yake asubuhi nikampigia simu tena pia sikumpata. Nikahisi tu labda huyu anaweza kawa simu ameshapoteza au amebadilisha line au ni vipi. Sikutaka kujaji chochote kibaya kwa kitu chochote kibaya. Nikaamua kukaa kimya nikatulia. Siku kama 3 yake babake mkubwa ndo alikuja kunipigia simu. Akaniuliza na taarifa za mtoto wako. Nikamuuliza taarifa za mtoto wangu, taarifa gani? Mimi Tariq simpati tu leo toka ile siku ya mkesha Pasaka mpaka leo simpati tu kwenye simu. Kuna nini kimetokea? Ndio akaniambia mimi hapa natoka Magogoni kumwangalia, tumeitoa taarifa kwamba amekamatwa. Nikamwambia mmeitoa taarifa amekamatwa? Hii mbona sio kawaida? Kama kuna kitu chochote kimetokea au kama ana changamoto yoyote, mtoto wangu mtu wa kwanza, mimi ndo wa kwanza kunipigia simu. Namba yangu anao kichwani, hata iwe usiku wa manane, hata iwe saa ngapi, mimi ndo mtu wa kwanza kunipigia simu. Kwa hiyo ndio maana sikuhisi kama kuna kitu chochote ambacho kitakuwa kimetokea kwake. Kwa sababu yani sikupata simu yoyote kutoka kwake wala namba yoyote nyingine ambayo iliingia kwenye simu yangu haikuwepo. Nikamwambia basi sawa, ilikuwaje huyo mtu anayesema amekuja kukamatwa? Akaniambia kwamba huyo mtu alileta taarifa, akaita taarifa juu, lakini anasema kwamba walikuwa wametoka na wenzao walikuwa wameenda Sinza klabu. Kuna klabu inaitwa Velvet sijui uko Sinza. Nikamwambia Velvet napasikia hata mwenyewe hapo napafahamu, lakini sio mpenzi sana akwenda kwenda hiyo sehemu. Akaniambia basi ndio hivyo. Nikamwambia kwa sasa umefika hapa? Akaniambia mimi nimetokea huku Magogoni kumwangalia huku Mbezi na bado tunaendelea kuangalia vitu vingine. Hem, jaribu na wewe kwenda vitu vingine huko unavyoweza kwenda. Nikamwambia basi sawa. Kweli mimi nikatoka nikaenda Mabatini, nikaulizia, nikaambiwa hajafika. Hajafikishwa na wala kwenye daftari jina lake halipo. Nikabidi niende mpaka pale Velvet. Nilipofika pale Velvet nikakuta Velvet imefungwa. Kwa hiyo ikabidi nitafute mtu wa karibu wa pale ambaye naweza kuongea naye, akanipa taarifa zozote. Mtu ambaye nilimpata ni watu wa bodaboda wa pale pale. Ikabidi niwafuate. Nikamwambia jamani, samanini mwenzenu mna shida. Wakaniuliza una shida gani? Nikamwambia namtafuta mtoto wangu. Nimeambiwa alikamatwa hapa siku ya mkesha wa Pasaka. Unaona. Kwa hiyo wale bodaboda wakaniambia mbona dada, hapa watu ambao walikamatwa baadhi yao waliachiwa hapa hapa na wengine walichukuliwa wakapelekwa kituo kidogo cha Mwenjuma pale Mwananyamala na wengine wakapelekwa Oysterbay. Unaona. Nikamwambia ni kweli ndio hivyo lakini wakati huo Oysterbay tayari nilishaenda. Kwa baada ya kupata maelezo tena nikamwambia sasa kama watakuwa hapo hawapo Oysterbay wanaweza kuwa wapi? Wakaniambia labda jaribu tu angalia vitu vingine. Ikabidi nianze kuzunguka tena upya. Nikafika mpaka Kawe. Nikarudi tena pale pale Oysterbay kwa mara nyingine tena kwenda kuhakikisha.
lakini pia na nilomkuta tena akaangalia kwenye daftari ananiambia huyo mtu hayupo hapa na wala kwenye daftari lake hakuna jina la mtu kama huyo. Ombi langu kwa Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan, mama, wewe kama mzazi, najua unaelewa uchungu wangu, najua unaelewa nayoyapitia. Nakuomba mamangu nisaidie, kwa sababu nimeshazunguka mahospitalini kote, nimeshazunguka vituo vyote vya polisi, sijafanikiwa kumuona mtoto wangu wala kupata taarifa zozote za mtoto wangu. Nakuomba mamangu nisaidie kwa hili. Naomba, najua wewe ukiongea watakusikiliza, watatekeleza hili. Naomba ili niweze kufahamu mtoto wangu, niweze kumuona mtoto wangu. Ni mwezi sasa hivi sijamuona mtoto wangu, sijui anaishi vipi, sijui anakula nini, wala sijui analala vipi. Familia hii iliweza kutembea katika vituo mbalimbali vya polisi, ikiwemo kituo cha polisi cha Oysterbay, mahali ambapo waliambiwa mtoto wao amepelekwa hapo, lakini hawakufanikiwa kumuona wala hawakuona taarifa zozote zinazomhusu mtoto wao. Lakini hawakuishia hapo, familia waliweza pia kutembea katika hospitali mbalimbali katika jiji la Dar es Salaam, lakini pia hawakufanikiwa. Kilio kikubwa cha familia ni kuomba serikali iweze kuwajulisha kama wanafahamu chochote kuhusiana na mtoto wao, kama yuko hai waweze kufahamu, lakini pia waweze kujua kama mtoto wao ameweza kufanya kosa, ili hata kama anatumikia adhabu basi wajue mtoto wao yuko salama. Nikiripoti kutoka Kinondoni Mwanamboka hapa jijini Dar es Salaam, jina langu Mariam Shabani wa Time Media.